Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii ya kuwa muulizaji wa kwanza. Kwanza kabisa ningependa kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa anayoifanya, lakini pia kwa namna alivyojipambanua kwamba yeye ni balozi wa watu wenye ulemavu. Hii ni ishara kubwa ya uongozi na imetupa sisi watu wenye ulemavu matumaini makubwa kwamba serikali hii ya awamu ya 6 inaongoza kuzingatia utu, usawa na kwamba kila Mtanzania ana nafasi ya kushiriki maendeleo ya taifa hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi Tanzania tumekuwa tukishiriki mashindano ya kimataifa ya watu wenye ulemavu ya michezo yanayojulikana kama Paralympic tokea mwaka 1992 kwa awamu tofauti, lakini hatujawahi kupata medali ya aina yoyote kwa kipindi chote hicho. Swali langu ni kwamba je, serikali ina mikakati gani ya kuhakikisha kwamba inaimarisha michezo kwa watu wenye ulemavu ili tuweze kuleta medali ndani ya taifa letu? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, kabla sijajibu swali la Mheshimiwa mbunge, niruhusu nitumie fursa hii kumshukuru sana Baba Askofu Maimbo Mdolwa, mkuu wa Kanisa la Kianglikana Tanzania, na Baraza la Maaskofu wa Kianglikana Tanzania na Waanglikana wote kwa heshima walionipa juzi wikendi iliyopita ya kunitunukia cheo cha lay canon wa Kanisa la Kianglikana. Mheshimiwa Spika, sichukulii kawaida jambo hilo, na hasa ikizingatiwa inawezekana ikawa ndio lay canon wa kwanza wa Kanisa la Kianglikana asiye Mwanglikana. Mheshimiwa Spika, niende kwenye swali la Mheshimiwa mbunge. Nimpongeze sana kwa swali alilolileta. Ni kweli timu zetu za watu wenye ulemavu zimekuwa zikishiriki mashindano aliyoyataja na mashindano mengine ya kimataifa, na kwa kweli Mheshimiwa mbunge amesema hawajafanikiwa kupata medali, lakini kwa kweli wameiletea sifa kubwa nchi yetu. Kama waheshimiwa wabunge mtakavyokumbuka, timu yetu ya Tembo Warriors ilishiriki kombe la dunia, na tena haikushiriki kinyonge, ilishiriki kama timu iliyojiandaa na ilionyesha mchezo mzuri sana mwaka 2022. Kadhalika ikashiriki mashindano ya AFCON mwaka 2024 nchini Misri, na kushiriki mashindano ya Sekafa yaliyofanyika Burundi, na kama sikosei ilikwenda mpaka hatua ya fainali. Hicho sio kitu kidogo. Sasa kuhusu mikakati, Mheshimiwa Spika, nimhakikishie mbunge serikali itaendelea kutengeneza mazingira ya kuweza kupata hizo medali, ikiwa ni pamoja na kuandaa miundombinu itakaowezesha wachezaji wetu hao wa timu za watu wenye ulemavu kuweza kujiandaa yanapokuwepo mashindano. Miundombinu ni sehemu ya maandalizi ya kuweza kufanya vizuri. Lakini la pili, serikali itaendelea kuzisajili zile timu ili tuwe na wachezaji na kuzipatia vitendea kazi. Kama ambavyo umeona kwenye bajeti, tumeendelea kuandaa mazingira ya kuwa na uwezesho kwenye timu zetu za taifa. Mheshimiwa Spika, pamoja na kwamba kwenye yale mashindano timu zetu hazikupata medali nyingi, lakini bado wachezaji wa timu zile waliweza kuonekana duniani na kuweza kusajiliwa katika timu mbalimbali kule duniani. Kwa Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge serikali itaendelea kuwekeza katika michezo hiyo ili kuweza kuhakikisha kwamba timu zetu zinapata mafanikio makubwa zaidi. Mheshimiwa Suma. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu.
Awali ya yote nikupongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi njema unayoifanya, ambapo unatatua kero na changamoto mbalimbali za Watanzania na kuwapa tabasamu. Hongera sana Mheshimiwa. Naenda kwenye swali langu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa kwenye taifa letu la Tanzania tunatumia shilingi ya Kitanzania, lakini walio wengi wafanyabiashara wanapofungua biashara zao wanafanya biashara zao kwa kutumia dola. Let's say kuna wakati tumekwenda kama kamati, tunachukua hoteli, unaambiwa chumba ni chumba ni dola 200, badala ya kutuambia moja kwa moja kwamba chumba hiki kitauzwa kwa shilingi 520,000. Lakini pia nyumba zingine wanapangisha, utasikia mimi nyumba yangu ninapangisha kwa mwezi dola 3,000, badala ya kusema moja kwa moja napangisha 7,800,000 kwa mwezi. Lakini mbaya zaidi ambayo imepelekea kushitua Watanzania walio wengi, ardhi, matangazo yanapita, mtu anasema mimi nina kiwanja ninakiuza dola 2,000,000, badala ya kutamka moja kwa moja kwamba mimi ninauza kiwanja changu shilingi bilioni 5 na milioni 200. Sasa hofu inakuja, wao hicho kiwanja wanasema wanakiuza, sisi tunatumia shilingi. Je, wanawauzia wazungu? Nchi yetu inakwenda kusimamia wapi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nimepata kusafiri nchi tofauti tofauti, na nikisafiri ninakuwa nina shilingi zangu ndani ya pochi yangu. Sijawahi kusikia kule wataiheshimu shilingi yangu kwamba nitumie. Sasa sisi tunapata wapi kusema tuwe tunatumia dola? Mheshimiwa Waziri Mkuu, sheria ilikuja hapa bungeni. Namna gani sheria hii, kwa nini Watanzania wanaipuuza shilingi badala ya kuiheshimu shilingi tunaitukuza dola? Katazo lilitokea hapa bungeni kuleta sheria ya kwamba shilingi iheshimiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakumbuka ulivyokuwa waziri wa fedha ulitoa katazo hapa mbele kwamba kuanzia sasa natangaza kwamba shilingi iheshimiwe, biashara za dola ziachwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sasa hivi ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekupaka mafuta kwenye paji la uso wako ukang'ala. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akakuona kwamba unafaa kuwa waziri mkuu. Naamini sasa kwa nafasi yako hiyo ulionayo, tunaomba utoe tamko namna gani ya utumiaji wa dola, namna gani ya utumiaji shilingi hapa kwenye taifa letu la Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge Suma Fyandomo kwa swali lake la kizalendo kweli kweli. Mheshimiwa Spika, swali alilolileta Mheshimiwa mbunge ni jambo la kisheria na ni jambo la kikatiba. Sarafu rasmi kwa malipo halali ndani ya nchi yetu ni shilingi ya Kitanzania. Hili si jambo la kupenda kwamba ni una option kwamba kwa sababu umependa kutumia, na wala si jambo la kirafiki hivi. Ni jambo la kisheria na ni jambo la kikatiba, na ndio maana tulileta marekebisho yale ya sheria ili kuweza kutoa mwongozo kuhusu matumizi ya sarafu yetu na mazingira ambayo yanaweza yakaletekeza pengine matumizi ya sarafu nyingine ya isiyo shilingi ya Kitanzania. Mheshimiwa Spika, kwa mwongozo tulioutoa, malipo yote na kunukuu bei kunatakiwa kufanyike kwa sarafu ya Kitanzania ambayo ni shilingi ya Kitanzania, na inaanzia kwenye kunukuu bei, matangazo na kuuziana na kununuliana bidhaa. Tumetoa maeneo ambayo yanaweza yakatumia sarafu ya nje. Kwa mfano, katika maeneo ambako yanafanyika mauzo ya nje, mauzo ya bidhaa, huduma, vitu vinavyohusiana na jambo la aina hiyo.
na baadhi ya taasisi ambazo zinafanya manunuzi makubwa ya bidhaa tumebainisha na taasisi hizo zimeweza kujulishwa, lakini kule kutumia matumizi ya sarafu isiyo ya Kitanzania kiholela, kwa kweli ni kuvunja sheria, ni kutokuwa wazalendo wa nchi yetu na sarafu yetu, na tumeshafuta baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yamepitiliza na tumetoa miongozo hiyo. Kwa mfano, hata ndani ya taasisi za serikali kabla hatujatoa mwongozo huo kulikuwepo na mambo ya wapi leseni, mtu anaambiwa atoe dola. Kulikuwepo na uagizaji wa mizigo pengine katika baadhi ya taasisi zikichukua za serikali zikifanya malipo kwa dola. Haya yote tumeyakomesha, na sasa tumeendelea kutoa elimu kwa Watanzania wote kwamba sarafu yetu ya nchi ni shilingi ya Kitanzania. Wale wanaoweka bei kama ulivyosema za viwanja, za ada, za upangishaji wa nyumba, za uuzaji wa huduma na maeneo mengine wanaofanya kwa dola, wajue wanakiuka kwa dola ama sarafu nyingine, wanakiuka sheria yetu, na kwa kweli hawaitendei uzalendo nchi yetu ya Tanzania. Na ni mambo ya kuigaiga tu. Ni kama kuku aliyefungwa miguu yote kamba kwa muda mrefu, unaweza ukamuondolea kamba akakaa dakika nyingi tu akiwa bado anadhania amefungwa kamba. Ni mawazo ya watu ambao bado wana hangover ya kutawaliwa koloni hivi. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema jambo hata la kijinga likisema Kiingereza huonekana la maana. Basi ni mambo ya aina hiyo tu. Mtu anaongelea dola, anaona kwamba labda hiyo ndio mkuu, vijana wanasemaje, kuwa matawi ya juu, lakini shilingi ya Kitanzania ndiyo malipo halali ndani ya nchi yetu, na hili ni jambo la kikatiba, ni jambo la kisheria. Mheshimiwa Spika, serikali tunatamani zaidi kutoa elimu wananchi waelewe kuliko kwenda moja kwa moja kwenye adhabu, kwa sababu hata kama mtu atasema wenda nikakwepa adhabu, lakini maeneo yako mengi tu anaweza akafanana na makosa unapotumia fedha ya kigeni. Wengine wanafanya utakatishaji wa fedha chafu kwa kutumia kutangaza vibei vya vidola ili baadaye aonekane aliuza viwanja, lakini ni michezo michafu tu. Kwa hiyo siku serikali itakapotaka kuchukua hatua kali zaidi, na yenyewe itakuwa si nzuri kwenye masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo tutumie zaidi elimu, na tunaomba Watanzania waitikie zaidi elimu inayotolewa. Nielekeze taasisi zetu zinazosimamia sheria, Benki Kuu ya Tanzania pamoja na taasisi zingine na vyombo vya dola, tuendelee kufuatilia mienendo ya aina hii, ili wale watakaotaka kutumia kunukuu bei ama kuuza bidhaa kwa fedha za kigeni ili kuficha mambo mengine yanayojificha yakiwemo utakatishaji wa fedha haramu na mengine, tuweze kudhibiti vitendo vya aina hiyo, kwa sababu ni kinyume cha sheria. Mheshimiwa Spika. Asante. Mheshimiwa Lucy Mwakyembe. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi nami kumuuliza swali Waziri Mkuu. Ninamshukuru Mungu pia kwa kuniamsha salama na kukutana na wabunge wenzangu asubuhi hii. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi kubwa ambayo anaifanya na kuwatumikia wananchi wa Tanzania, tena kwa unyenyekevu. Na utume huu umemsababisha kupata hata ile nafasi ya lay canon katika kanisa la Anglikana. Nami nikupongeze sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imefanya jitihada kubwa kwenye kuimarisha uchumi wa bluu ili kuwawezesha vijana katika kujiajiri. Kwa kuwa wanawake wa maeneo mbalimbali nchini ikiwemo Zanzibar wamekuwa wazalishaji wakubwa wa zao la mwani na wamewekeza nguvu kubwa inayoleta tija, je, serikali ina mkakati gani wa kuwawezesha wanawake hawa ili waweze kupata vizimba vya kuzalisha samaki katika maeneo yote nchini yenye bahari, mito na maziwa ikiwemo Zanzibar? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, na kushukuru. Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Lucy Mwakyembe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge ameleta
swali zuri katika muda mwafaka, ambapo uelekeo wa serikali ni kuendelea kuhamasisha uvuvi kwa kutumia vizimba ili kuweza kukuza uchumi wa bluu katika maeneo yote ya maji kama ambavyo Mheshimiwa mbunge ametoka kutaja. Mheshimiwa Spika, kama utakavyokumbuka, takriban miaka 2 au 3 iliyopita Mheshimiwa Rais alizindua zoezi hilo kwa kugawa vizimba kwa vijana wa Kitanzania. Zoezi la vizimba linahusisha vijana wote wa kike na wa kiume. Kwa hiyo zoezi hilo lilihusisha pia wanawake kama ambavyo Mheshimiwa Mwakyembe amesema, na serikali itaendelea kuhamasisha uvuvi wa aina hiyo kwa kuwaunganisha wanawake na taasisi za kifedha ili waweze kupata mitaji ya kuweza kutekeleza vizimba hivyo. Nitumie fursa hii pia kuzielekeza halmashauri zetu ambazo ziko kando kando ya maeneo yanayoweza yakapata fursa, yakawa na fursa hizi za kuwapa wanawake vizimba vya uvuvi, zitumie fursa hiyo kwa kutumia malipo yale ya mapato yale ya ndani ya halmashauri katika utaratibu ule wa 4.442 ili kuweza kuongeza vizimba, uvuvi wa kutumia vizimba katika maeneo yetu ambayo fursa hiyo ipo. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa bahari na maeneo mengine, zoezi hili linaendelea likiwa linafanyika kwa majaribio, lakini kwa kuwa umefanyika uwekezaji mkubwa sana wa bandari ya uvuvi katika ukanda wa bahari ya Hindi, hasa kule Kilwa, tunaamini katika maeneo mengi kutahitajika sana kupatikana kwa malighafi hiyo ambayo ni samaki, ambako kutahitaji, Mheshimiwa Spika, ili viwanda vyetu hivi vifanye kazi majira yote, basi kuwe na uvuvi huo wa vizimba, ili katika nyakati ambako pengine uvuvi ule wa kawaida utakuwa umeshuka, basi malighafi hizo zisikosekane. Mheshimiwa mbunge, na kuhakikishia serikali inaweka mkazo katika jambo hilo, na hisi kule tunakokwenda utakuwa uvuvi wa kawaida katika maeneo mengi, ili kuweza kuwawezesha vijana na wanawake wengi pamoja na makundi maalum kujihusisha na shughuli hiyo. Asante. Mheshimiwa Ibrahim Mohamed Shayo. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya wananchi wa Moshi, kwa niaba ya Watanzania wote, naomba nichukue nafasi hii kukupongeza sana kwa kazi zako nzuri unazozifanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ziara zako zimeleta matunda makubwa sana kwa Watanzania. Ulipokuja Kilimanjaro tumeona matunda hayo. Wako walemavu ambao hawakutegemea kupata vibaiskeli, lakini sasa hivi wanamiliki vibaiskeli. Tunakushukuru sana kwa hilo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa natamani kujua kwamba na Watanzania waweze kufahamu kwamba Tanzania tumetenga maeneo ya wazi, open space, kwa ajili ya matumizi ya kijamii. Lakini wapo wataalamu, wapo baadhi ya viongozi ambao si waaminifu katika taifa letu, wanajeuza zile nafasi za wazi kuzifanya matumizi ama ya kibiashara ama kujenga majengo, ama wakati mwingine maeneo yale ambayo ni kwa ajili ya jamii kuto kuyatunza kabisa. Mfano, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale Moshi mjini kuna eneo la wazi liko katikati ya mji kabisa, linaitwa Uhuru Park. Uhuru Park ni eneo lina miaka zaidi ya 50, lakini leo hii baadhi ya viongozi wameanza kujenga pale kwa kujenga vibanda ambavyo vibanda kama vile vya kuzunguka masoko katikati ya mji, kitu ambacho sio jambo jema, na wananchi wanamiminika kwa ofisi za mbunge na kulalamika. Lakini vile vile yako makazi ya watu Shanty Town, wanajenga eneo ukumbi kwa ajili ya kwa ajili ya sherehe. Ukumbi ule utakapojengwa kutakuwa kuna kelele, na maeneo yale ni ya wazi, na kiwanja kile ni cha wazi. Tunahitaji ni nini kauli ya serikali kwa Watanzania, kwa viongozi ambao wanakiuka matumizi sahihi ya nafasi za wazi? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nimemwelewa vizuri Mheshimiwa
Ibra Shayo, mbunge wa Moshi mjini, kuhusu utaratibu ambao umeendelea katika maeneo mbalimbali kuhusu ujenzi wa kiholela katika ama kubadilisha matumizi maeneo yaliyokuwa ya wazi na kuyapatia matumizi. Mheshimiwa Spika, kwanza nikiri, ni kweli kumekuwepo na matatizo hayo hasa katika majiji, manispaa na miji yetu inayokuwa, ya kubadilisha matumizi maeneo yaliyokuwa yanaitwa maeneo ya wazi na kuyapangia matumizi mengine. Mheshimiwa Spika, kimsingi maeneo ya wazi si maeneo kwa ajili ya michezo kama ambavyo yanachukuliwa kwamba haya ni maeneo tu ya kimchezo hivi. La hasha. Yapo maeneo ya wazi ambayo yameachwa kimkakati kabisa kwa ajili ya kuzingatia ekolojia iliyopo katika eneo husika. Ndio maana katika baadhi ya maeneo kumefanyika ujenzi katika mabonde pengine ambayo ndio yalikuwa mapito ya maji na kusababisha mafuriko eneo lingine ambalo ni la makazi ambalo lilikuwa halijazoea kupata mafuriko. Lakini pia hata matumizi mengine ya msingi ya ndani ya jamii. Mheshimiwa Spika, na hapa nikiongea kama lay canon, sasa hivi hata ukitafuta eneo la mkutano wa Injili hata ukitafuta maeneo ya kufanya crusade unapata shida sana katika majiji yetu, kwa sababu kote ambako palitakiwa pawe na maeneo ya wazi watu wamejenga. Lakini si hilo tu, kumeendelea kuleta migogoro ndani ya jamii kutokana na ujenzi wa aina hiyo. Sasa Mheshimiwa Spika, kufuatia swali la Mheshimiwa Spika, sheria ziko wazi. Kwanza, mamlaka za serikali za mitaa haziruhusiwi kufanya mabadiliko hayo, na Mheshimiwa Waziri wa Ardhi yuko hapa. Nadhani mpitie vizuri hotuba yake, aliyaelezea haya, kwa sababu tumekuwa na migogoro mingi ya ardhi, na hii inatokana na kubadilisha matumizi ya ardhi na kuuziana kwa njia ambazo ni za kinyemela. Sasa ni mwelekeze mkuu wa mkoa akipata maelekezo kutoka wizara ya kisekta kuliangalia upya jambo ambalo Mheshimiwa mbunge amelitolea kauli hapa, ili kuweza kuhakikisha kama lipo tufate taratibu zetu za matumizi ya ardhi na taratibu za kubadilisha matumizi ya ardhi, ili kule mbeleni tusilete mizozo ambayo inaweza ikajitokeza katika maeneo mengine. Na nitoe kauli kwa mikoa yote na mamlaka za serikali za mitaa kuacha mara moja kubadilisha matumizi na kuchukua matumizi maeneo ambayo yalikuwa ya wazi na kuyapangia matumizi ambayo hayakupangwa hapo mwanzo. Mheshimiwa Spika, tunaweza tukaendeleza eneo lililokuwa la wazi likiwa na mipango hiyo kwamba limewekwa tu la akiba lakini litakuja kuendelezwa. Lakini utaratibu ambao watangulizi wetu, wazee wetu wametumia hekima, wameshinda tamaa na kuacha maeneo hayo na kuja sasa hivi kuanza kubadilisha kila kitu na kupeleka kwenye matumizi ambayo hayakupangwa kufanyika hivyo. Mheshimiwa Spika, jambo hilo lina madhara, na nielekeze Wizara ya Ardhi na Wizara ya TAMISEMI kufuatilia kwa ukaribu ili kuepusha migogoro hiyo ambayo imekuwa ikijitokeza. Asante. Mheshimiwa Mgori Miraji Kigera. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii niweze kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza kabisa napenda nikupongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa utendaji wako mahiri ambao umeweza kuleta matumaini mapya kwa Watanzania walio wengi. Maeneo ambayo umeishapita yanaonesha dhahiri hili jambo unalolifanya ndio alikuwa matarajio ya Watanzania walio wengi. Hivyo tumpongeze pia Mheshimiwa Rais kwa kupendekeza wewe kuwa waziri mkuu na umeweza kuyatekeleza haya ipasavyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuimarisha na kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji, hasa kwa upande wa miundombinu ya barabara, bandari, reli pamoja na viwanja vya ndege. Mheshimiwa Waziri Mkuu, viwanja vya ndege vilivyo vingi ambavyo vimeweza kuboreshwa katika nchi yetu ya Tanzania, vingine mpaka sasa hivi havijakamilika kwa 100%. Vinatumika vikiwa hivyo na vingine havijatumika kabisa. Mheshimiwa Waziri Mkuu,
Ili kuimarisha uchumi katika nchi yetu, usafiri wa anga ni usafiri ambao unategemewa kwa kiasi kikubwa kuweza kurahisisha usafiri kwa watumiaji wa mazingira ya anga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nini mpango wa serikali kuhakikisha inaboresha na kukamilisha viwanja hivyo kwa 100% na kuendeleza usafiri wa anga uweze kufika mikoa yote Tanzania? Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa mbunge wa Msoma mjini Mheshimiwa Gore kwa swali lake zuri linalohusu viwanja vya ndege. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Amefanya kazi kubwa sana katika eneo hili la viwanja vya ndege. Mheshimiwa Spika, wakati tunafufua shirika la ndege kulikuwepo na mashaka kwamba hawa Tanzania wananunua ndege, mbona hawana viwanja vya kutua hizo ndege? Lakini leo hii tunavyoongea, Mheshimiwa Spika, Tanzania ni miongoni mwa nchi chache Afrika ambazo zina viwanja vingi tena vya viwango vya kutua ndege kubwa, na hata hivi sasa nadhani kadri uchumi unavyoendelea kufunguka tutakuwa na viwanja vingi tu tena vya kimataifa, kwa sababu kwa hadhi kwa kweli tunavyo viwanja hivyo vya aina hiyo. Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge katika bajeti hii na katika mpango wa miaka mitano ambapo tutakuwa na mipango ya mwaka moja ndani ya kipindi cha miaka mitano, tutakwenda kutekeleza yale ambayo Mheshimiwa mbunge ameyasema ya kuvikamilisha viwanja ambavyo bado havijakamilika na pengine kujenga vipya katika maeneo ambayo hayana viwanja. Tunatambua kiwanja cha Msoma kinahitaji ukamilishwaji licha ya kwamba kimeshazinduliwa kuanza kufanya kazi. Tunatambua kiwanja cha Mtwara kinahitaji ukamilishaji upande wa jengo la abiria. Natambua kiwanja cha Lindi kinahitaji ukamilishwaji, lakini tayari tuna kiwanja cha Mwanza ambacho nilitoa kauli hapa tukiwa hapa na kinahitaji ukamilishwaji na upande wa jengo la abiria na baadhi ya maeneo kukiongezea zaidi ili kiweze kuwa kiwanja kikubwa na habu ya uchumi kwa ukanda wa kanda ya Ziwa. Lakini hivyo hivyo kiwanja cha Serengeti ambacho ni kati ya viwanja vipi ambavyo vinatarajiwa vijengwe. Nilisema pia mkoa wa Njombe unastahili kuwa na kiwanja kwa aina ya uchumi ambao uko pale. Na Mheshimiwa Spika, ipo na mikoa mingine ambayo viwanja vyake vya ndege vinaweza vikatumika kama sehemu ya kiwanja mbadala. Kwa mfano kiwanja cha ndege cha Singida kule anakotoka Waziri Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji ni moja ya kiwanja kinaweza kutumika kama kiwanja mbadala. Serikali imekamilisha katika kipindi cha miaka 3-4 iliyopita imekamilisha ukamilishaji wa ujenzi wa kiwanja cha Tabora, ujenzi wa kiwanja cha Shinyanga, ujenzi wa kiwanja cha Songea, lakini na sasa kuna ujenzi unaendelea kwa upande wa kiwanja cha ndege cha Kigoma. Kwa hiyo yote haya Mheshimiwa Spika, ni namna ambavyo serikali imejipanga na tunaendelea kutekeleza na maeneo mengine ambayo tayari yana uhitaji wa viwanja vya ndege kama ambavyo nimetoka kusema. Asante. Mheshimiwa Lutengano George Mwalibwa. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuweza kumuuliza swali Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza kabisa na mimi napenda kupongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa jinsi unavyofanya kazi za usimamizi wa serikali kwa umakini na umahiri mkubwa, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu kipekee jinsi unavyoweza kufuatilia kero za wananchi na kuzitatua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali langu, zao la chai ni moja kati ya mazao ya kimkakati hapa nchini Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, moja ya changamoto kubwa ambayo tunaipata wakulima wa chai katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu hususan wa nyanda za juu kusini ni soko la uhakika la majani mabichi ya chai. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika mkoa wa Iringa, mkoa wa Njombe, mkoa wa Mbeya na mkoa wa Rukwa kumekuwa na shida kubwa ambapo viwanda vyetu vingi havifanyi kazi.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika viwanda 16 tulivyo navyo nchini Tanzania, viwanda 8 vimefungwa, na hata hivyo viwanda 8 vilivyobakia havifanyi kazi kwa ukubwa unaostahili. Hivyo kumekuwa na shida kubwa sana kwa wakulima wa chai kwa kukosa sehemu ya kuuzia chai yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swali langu, ninataka kuomba sasa serikali iweze kuona namna gani ya kuweza kuwasaidia, kwa sababu viwanda hivi ambapo vikifungwa wakulima hawa hawana eneo lolote ambao wanaweza kupeleka chai yao. Hususan kwa mfano katika wilaya ya Rungwe viwanda vimefungwa kwa takriban mwaka 1.5 sasa, kiwanda cha Mwakaleli pamoja na kiwanda cha Tukuyu. Lakini pale Tukuyu katika kiwanda cha Msekela mashamba yametelekezwa zaidi ya miaka 5, jambo ambalo linaumiza sana uchumi wa maeneo hayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa wananchi wa Busokelo pamoja na wananchi wa maeneo mengine wanaolima chai wangetamani sana kusikia kauli ya serikali jinsi ambavyo inaweza ikasaidia jambo hili ambalo kwa kweli limeleta sintofahamu kubwa na kuumiza uchumi sana katika maeneo hayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana, asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Lutengano kwa kulileta swali hili. Ni kweli katika siku za hivi karibuni tumekuwa na tatizo la masoko ya upande wa mazao ya chai, na Mheshimiwa Spika, kama Mheshimiwa mbunge alivyosema, zao la chai ni moja ya mazao ya kimkakati katika nchi yetu na yanabeba ukanda mkubwa na yanategemewa na Watanzania wengi katika mikoa mingi hapa nchini, ikiwemo mkoa wa Njombe, Iringa, Mbeya na baadhi ya mikoa ya kaskazini. Mheshimiwa Spika, jambo hili serikali inalitambua na tayari Mheshimiwa waziri anayeshughulikia masuala ya kilimo amefanya vikao kadhaa na wadau, na Mheshimiwa Spika, hata mimi nimeitisha moja ya kikao cha wadau kuweza kujadiliana hatua stahiki zinazotakiwa kuchukuliwa ili kuweza kunusuru zao letu la chai. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa ukanda wa kaskazini tumeweza kupiga hatua kidogo, kwa sababu kuna kiwanda kilishaagizwa, kilishanunuliwa na nadhani kilikuwa hatua za kufika na kuweza kufungwa ili kuweza kupunguza makali ya kukosekana kwa viwanda vya kuchakata chai. Na Mheshimiwa Spika, hatari zaidi ni kwamba chai ni zao ambalo linahitaji kuchakatwa mapema sana linapotoka kuvunwa, na vile vile likifika hatua ya kuvunwa linakuwa linahitaji kuvunwa. Ni zao lisiloweza pia kusubiria huko shambani kama limeshafika hatua ya kuvunwa. Nielekeze wizara yetu ya kilimo kukaa na wadau hawa ambao wanaendesha hivi viwanda na pengine kujadiliana mikakati ya namna ya kuweza kuvifungua, na serikali itaweka msisitizo wa kuweka time frame, kuweka muda wa kuweza kukamilisha hizo hatua ili kuweza kunusuru zao hilo la chai. Mheshimiwa Spika, nitaifuatilia kwa ukaribu tunapomaliza bunge ili kuweza kuona kwamba wenzetu wanakaa haraka na pengine kutengeneza mapendekezo ya namna ya kutoka katika tatizo hili. Ni tatizo ambalo litashusha uchumi wa wananchi wanaotoka katika maeneo yanayolima chai kama litaachwa liendelee kwa muda mrefu katika hali hiyo. Kwa Mheshimiwa mbunge, tumepokea jambo hilo na serikali tutakaa na wadau, na ndani ya serikali ikiwemo bodi ya chai tutashauriana na kutafuta njia ya kuweza kuona tunapata ufumbuzi wa jambo hilo. Mheshimiwa Bunge, muda wa maswali Waziri Mkuu ni nusu saa na umeshapita. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.